Taharuki ya tanda Tanzania baada ya siri nzito kuibuka kumuhusu aliyekuwa rais wa nchi ya Tanzania Jakaya. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Leo tunazungumzia kauli nzito kutoka kwa mwandishi wa habari na mtetezi wa haki za kiraia Hilda Newton, ambaye ameibua mjadala mkubwa kuhusu mfumo wa uchaguzi nchini Tanzania, huku akimkosoa vikali rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete kwa kile alichokiita kunufaika na mfumo kandamizi. Kupitia ukurasa wake wa X ambao zamani ulikuwa unajulikana kama Twitter, Hilda ameweka wazi wasiwasi wake juu ya namna ambavyo mfumo wa uchaguzi wa Tanzania unaendeshwa. Akitumia mifano ya moja kwa moja, Hilda ameonyesha jinsi ambavyo rais aliyeko madarakani anapewa mamlaka ya kuteua wajumbe wote wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, huku naye akiwa pia ni mgombea, hali ambayo inaleta mgongano wa kimaslahi na kuzua maswali makubwa kuhusu uhuru wa tume hiyo. Aidha, Hilda amekosoa vikali sheria inayokataza kupinga matokeo ya urais mahakamani, hata katika mazingira ambapo kuna ushahidi wa wazi wa ukiukaji wa sheria. Kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa, kipengele hiki ni miongoni mwa vifungu vinavyodhoofisha misingi ya utawala wa sheria na kupunguza imani ya wananchi katika mchakato wa kidemokrasia. Katika hoja zake, Hilda pia ameonyesha mashaka juu ya uteuzi wa wakurugenzi wa halmashauri, huku wasimamizi wa uchaguzi kwa kudai kuwa wengi wao ni wafuasi wa chama tawala. Hali hiyo kwa mtazamo wa wataalamu wa uchaguzi huondoa uwiano wa haki na kuongeza hisia za upendeleo wa kisiasa katika maeneo mengi nchini. Hilda hakusita pia kueleza masikitiko yake kuhusu masharti yanayokataza mawakala wa vyama kuwa na msimu vituoni, pamoja na ukosefu wa nakala za matokeo. Anaeleza kuwa vikwazo hivyo vinaondoa uwazi na kuzuia ushahidi wa vitendo vya ukiukwaji wa taratibu vinavyoweza kutokea wakati wa kuhesabu au kutangaza matokeo. Katika kulinganisha, Hilda ameusifu mfumo wa uchaguzi wa Kenya ambao kwa sasa unaruhusu wazi zaidi, mawakala huru na nafasi ya kupinga matokeo mahakamani. Kwa mujibu wake, Tanzania imerudi nyuma katika kusimamia misingi ya uchaguzi huru na wa haki. Kauli hii ya Hilda imeibua mjadala mkubwa katika mtandao wa kijamii na majukwaa ya kisiasa, ambapo baadhi ya wananchi na wanaharakati wamejitokeza kumuunga mkono kwa kusema kuwa ni wakati wa kuweka msukosuko wa pamoja kuhakikisha mageuzi ya kweli ya kisheria yamefanyika kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hili ni tukio linaloendelea kufuatiliwa kwa karibu, hasa kwa kuwa limegusa moja kwa moja swala nyeti la uadilifu wa uchaguzi, jambo linalohusu mustakabali wa demokrasia ya Tanzania. Chaneli ya Kenyascope itaendelea kukujuza kuhusu kila hatua ya mjadala huu. Usisahau kusubscribe, kushare na vilevile kulike video hii. Pia tuachie maoni yako, na je, ni wakati wa mageuzi ya kweli katika sheria ya uchaguzi Tanzania? Hii ni sauti yako, na hapa ndio nyumbani kwa taarifa zenye maana.